Wapendwa wana wa Mungu, dunia tuliyo nayo ni dunia yenye changamoto. Otherwise, yeyote anayoshika ufalme wa Mungu aliye hai, ufalme wa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, huyo ndio huweza kushinda majaribu na vita katika dunia hii. Wapendwa, wachawi wapo, nguvu za giza zipo, mapepo yapo, ulimwengu wa giza upo, unafanya kazi usiku na mchana. Siku ya Ijumaa tulikuwa na somo ambalo litufundisha kwa habari ya kusimama na ufalme wa Mungu, na leo bado Roho Mtakatifu ananipeleka pale pale. Biblia inatuambia kwamba au ujumbe wa siku ya leo unasema kusimamisha ufalme wa Mungu katika maisha. Kusimamisha ufalme wa Mungu katika maisha ya kwako. Kuna aina mbili za falme. Ufalme wa kwanza ni ufalme wa Mungu wetu aliye hai, na ufalme wa pili ni ufalme wa Shetani. Kwa mtu anaweza kachagua katika option hizo mbili, kwamba anaweza akamtumikia Mungu wake aliye hai au akachagua kwenda kumtumikia Shetani. Na watu wengi sana wamechagua kwenda kwa Shetani, kwa sababu hiyo kwa Shetani kama mambo yanabadilika rahisi sana, kwa sababu kuna masharti sana. Ila kwa Mungu tunaishi kwa amri 10 alizotupa. Tunaishi kwa amri zake 10 na kuyaishi yale ambayo ametuambia sisi tuyasimamie. Ndio maana mtu anaweza akatawaliwa na ufalme ukajua mko pamoja, kumbe na ufalme mwingine si wa ufalme wako wewe, si wa type yako wewe. Na kuna wakati mtu huyo katika maisha yako anaweza akaondoka kwa sababu si wa kwako. Anaweza kawa ni rafiki, anaweza kawa ni ndugu, lakini ikafika wakati kwa sababu falme zenu haziendi sawa sawa, Mungu anafanya disconnection. Anachofanya anawaachanisha. Na watu wengi hawajaelewa hili jambo katika ulimwengu wa roho. Na tunaposema kwa nini Mungu anasema kwamba ufalme wake una nguvu, ufalme wake una nguvu kwa sababu yeye ndiye aliyeumba mbingu na nchi. Sikia mwanadamu, sikia mtu wa Mungu, sikia mwana wa Mungu. Iko hivi kwa akili ya kawaida kabisa, yaani ile nature ya akili kabisa ambayo kuzaliwa, kwamba iko hivi. Hebu angalia kazi za Mungu alizofanya. Uumbaji aliyokuumba wewe ni kazi ya mikono yake, si ndio? Jinsi ulivyo ni kazi ya mikono yake. Afu Mungu Bwana ni wajabu, akaumba water body, akatengeneza bahari, akatengeneza na mbingu, akatengeneza na landi, ardhi tunakanyaga, akatengeneza na uoto wa asili. Tunaona ukienda mbuga za wanyama kule, unaona aina ya ndege wazuri, wanyama wazuri ambao hujawahi kuona. Wote huo ni uumbaji wa Mungu. Akaumba milima mirefu, akaumba mabonde, akatengeneza na miti, akatengeneza na akili ya wanadamu. Anaweza akatengeneza ndege kapaa juu, tukapanda tukaenda. Huyo ni Mungu aliye mbingu na nchi. Cha ajabu, anamuumba mwanadamu. Mtoto anazaliwa, anatafuta ziwa la kunyonya kwa mama. Sasa unajiuliza kwamba huyu mtoto alifundishwa sangapi? Akizaliwa tu anaanza kulia, maana anapolia anatafuta chakula. Na unapomweka pembeni, kaanza kupapasa papasa, kaanza kuchezeza mdomo. Yaani unajijua ametoka kuzaliwa masaa machache yaliyopita. Mtoto anaanza kutafuta ziwa liko wapi na mama yake, aanze kunyonya, na akikosa maziwa yale ya kwanza anaanza kulia, analia. Wale manesi wanasema jitahidi kumnyonyesha hivyo hivyo, vile vimaziwa vidogo vya njano njano vile ndio protini yake, endelea kumfanya endelea kufyoza. Hajafundishwa na nesi wala na daktari wala na mama yake, lakini ametoka kwa nature ya uumbaji wa Mungu. Ndio watu kusema kwamba ufalme wa Mungu ni wa ajabu sana. Kusoma katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 6 mstari wa 9, Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 mpaka ule wa 31. Mathayo ile sura ya 6 mstari wa 9 mpaka 31. Neno la Mungu nasema hivi: basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni.
utupe leo riziki yetu, tusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamavyo wadeni wetu, usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako. Sikia, narudia, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, na Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Tena mfungapo, msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujitumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila na Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba. Bali jiwekeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha yenu je, si zaidi ya chakula, na mwili si zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua awezaye kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala yasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa, karibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbukie basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Amen. Biblia inatueleza kwamba inazungumza namna ambavyo Mungu mwenyewe au Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake anazungumza kwa habari ya sala ya Bwana. Huwa tunaitamka ize rahisi tu kabisa, tunaitamka vizuri mno, tena kwa wepesi, lakini Biblia inatueleza kwa habari ya sala ya Bwana ni maagizo ambayo wanapewa wanafunzi pamoja na kanisa la leo. Sala ya Bwana imebeba msamaha na toba. Sala ya Bwana imebeba chakula chako na mavazi na mafanikio na afya na kila kitu kwenye maisha yako. Ndio maana anasema kwamba utusamehe, utupe leo riziki yetu. Hapa anazungumza kwa habari ya nini? Ya chakula. Kwamba sala ya Bwana unapoitamka katika roho na kweli, ukairudia mara 3 au ukairudia mara 7, huko ndani mwako kitamka katika ulimwengu wa roho, inakuwa imetosheleza mahitaji yako ya maombi yale unayoyaomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Anasema utusamehe deni zetu kama nasi tunawasamehe wadeni wetu. Anasema usitutie majaribuni,
lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Kwenye sala ya Bwana Biblia inasema kwamba inaondoa majaribu, inaondoa ule uovu, inashusha nguvu ya Mungu, inaleta mafanikio, inaujenga ufalme wa Mungu. Na Biblia inasema kwa habari ya msamaha, inasema kwa maana ukiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi. Kama hujamsamehe yoyote aliyekukosea, Mungu hawezi kukusamehe kamwe, hutakaa usamehewe. Biblia inatueleza waziwazi kwamba katika msamaha Mungu anafanya kuongea na wewe, kunakuwa na breakthrough, yaani kunakuwa na upenyo mkubwa kati yako wewe na Mungu. Kwa Mungu anaanza kusema na wewe, akiangalia moyo wako kiroho safi. Hujabeba chochote, hujambeba mtu ndani ya moyo wako, hujambeba wewe na amani zako. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Kumbe kuto kusamehe, hata ukiomba toba ukafunga na kuomba, usamehe. Samehe yoyote aliyekukosea, mwachilie ndani ya moyo wako. Ende nyingine nasema, basi msipowasamehe watu makosa yao, anasema mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso kunyamana, maana hujitambua nyuso zao ili waonekane watu kuwa wanafunga. Nawaambia wamekwisha kupata adhabu yao. Katika kufunga pia Biblia inateleza, kuna mtu akifunga anatangaza. Kufunga ni siri yako kati yako na Mungu. Kufunga ni agenda. Kila kienda mahali unajua mimi niko mlimani nimefunga. Unajua niko mlimani nimefunga. Kila wakati anatangaza. Hiyo sio mswaumu ya kufunga. Ndio maana Biblia inasema kwamba, anasema waonekane watu kuwa wanafunga. Kufunga kwako ni ajenda yako na Mungu. Otherwise, kama ni kundi la watu watatu au taasisi imeamua kufunga, tuko 7 au tumekubaliana, ni la kwetu. Ila walioko nje ya hapa wasijue kama tumefunga. Tuwe na ajenda yetu na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wakati unapokuwa umefunga, make sure kwamba hata midomo yako isikauke ukaonekana unalegea. Mwingine akifunga analala mchana kutwa. Sasa huko ni kupunguza usingizi. Analala kwenye mkeka, unajua niko mlimani na ameandaa na maziwa na uji, ili baadaye afedi vizuri, ale vizuri. Sasa huko ni kama umejipunguzia diet ili baadaye upige msosi kupunguza mwili. Bwana Yesu asifiwe. Anayefunga hajiandai, ila huwa anasikiliza maelekezo ya Roho wa Mungu. Wengi wanafikiri akifunga kwenye matatizo ndio Mungu anajibu. Hapana. Ni maelekezo ya Holy Spirit. Maelekezo ya Roho Mtakatifu. Anasema hivi, ngoja nikamfungia atanikoma. Tamfungia 3 kavu. Atalegea na magoti, ataumwa, tapata asas. Anafungia 3 kavu. Anajitesa, maana Mungu asikii maombi yake. Biblia inasema wamekwisha kupata adhabu yao. Unafunga mwenyewe ili kujizaa mbele za Bwana, lakini kwa sababu mtu huyu anatangaza na watu wamechua, na anafunga kwa sababu ya kitu fulani, kumhukumu mtu fulani, amekwisha kuhukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eneo la kufunga, wapendwa, watu wanafikiri kunyanyuka tu asubuhi na kufunga. Unakuwa na ajenda yako na Mungu. Unaanza kumuuliza Mungu, je, hili jambo naweza nikafunga? So Biblia inasema kuna vingine usipofunga vitoki. Muulize Mungu, je, hili ni mpaka nifunge ndio litoke? Au naweza likawa ni changamoto kwenye maisha yako? Unaweza kumuuliza Bwana Yesu, ni hili nilifungie au vipi? Ukisikia amani ya kufunga, funga. Au unaweza kusikia msukumo, nifunge. Wewe ni Mungu anakuambia anza kufunga.
Usio kavimi nasubiri nikwambie labda Yesu ashuke kwambie sasa funga. Kuna wakati unasikia msukumo wa ndani, ile motivation inakwambia funga. Funga. Unasikia kiu ya kufunga, funga. Na watu wasijue. Otherwise nimesema liwe kundi la watu waliokubaliana. Anasema basi wewe ufungapo jipake mafuta kichwani, unawe uso, ili sionekane na watu kuwa unafunga. Ila Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Watu wasijue, ila Baba aliye sirini akaone na akupe kile unachokihitaji kwenye maisha yako. Akupe kile unachokihitaji katika maisha yako, na atende katika maisha yako. Anasema msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu vinaharibu, na wevi huvunja na kuiba. Hapa tunaelezwa habari ya ufalme wa mbinguni. Wapendwa, niliwaambia ukuu wa Mungu ni ukuu wa ajabu sana. Kwamba Mungu alikuumba kwa sura yake, ametumba kwa sura yake. Umepata neema ya kumjengea Mungu madhabahu, jenga. Umepata neema ya kutumika kufanya kazi yake, fanya kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Si kila mahali wanashusha ufalme wa Mungu. Kuna wengine wanashusha madhabahu ufalme wa giza. Nikasema madhabahu yenye baraka inawabariki na watu wake. Madhabahu yenye moto inaachilia na moto kwa watu wake. Madhabahu yenye usengenyaji na uharibifu inaambukiza usengenyaji pia kwa washirika wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Madhabahu ya uchonganishi, kama na roho ya uchonganishi, ufalme ule wa roho ya uchonganishi na roho ya sambalat, roho ya wivu, unakuta watu washirika wake wana zile roho. Maana ndiyo ufalme uliopo pale. Lakini Biblia inatueleza kwamba tusijiwekee hazina duniani, nondo na kutu vinavyoharibika, ila mtu anaweza kaja akaiba na kuondoka nacho. Wekeza katika ufalme wa Mungu. Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, na mengine mtazidishiwa. Haimaanishi wache kufanya kazi, hapana. Yaani Yesu awe mbele zaidi. Watu wako hivi, nilisema siku ya Ijumaa, matatizo yako mbele zaidi kuliko Yesu kuwa mbele. Iko hivi, nasema ngoja nieleze vizuri. Changamoto za maisha za watu na mapito ziko mbele zaidi kuliko Yesu kuwa mbele zaidi ili akutoe kwenye hizo changamoto. Narudia. Iko hivi. Watu wengi wako mbele ya maisha yao kuliko Yesu kuwa mbele ya maisha yao, kwa sababu ya kufikiri changamoto za maisha na mapito. Nile nini? Nitavaa nini? Kesho yangu itakuwaje? Yesu baadaye. Nitaomba baadaye. Anaweza kaa kwenye ibada, anawaza, anafikiri ninaishije? Na mtu huyo akiwaza hivyo, shetani anateki place. Anachukua nafasi, anasema, si unaona moyo wake? Anawaza chakula, anawaza kesho yake. Sio vibaya kesho yako, lazima uwaze. Lakini Yesu awe mbele ya matatizo yako, ili yale yaliyokwama yaweze kuondoka. Hata kama kuna changamoto, hata kama umezidiwa na magonjwa, usiangalie ugonjwa. Yesu awe mbele. Hata kama unapita kwenye magumu, Yesu awe mbele. Mtangulize mbele. Usiliangalie tatizo kama kioo. Piga hilo tatizo, usiliangalie litakuua. Kuna vitu vingine, kuwa flexible.
Yaani sio naliishi hilo tatizo mpaka mtu anakonda, anaanza kuumwa, anapata changamoto. Sikia nikwambie, anaomaliza matatizo yako ni Yesu akiwa mbele, na ukishusha ufalme wake hayo matatizo yanaondoka. Hata kama matatizo ni refu kama mlima, sema hichi ni kipindi tu, iko siku tatoboa. Amen. Amen. Nani alikwambia kushindwa ndio kufa? Au kukosea basi ndio kuishia pale? So, tuko duniani, kila mmoja ana lwake, kila mmoja ana changamoto yake. Tukikaa hapa tuulizane changamoto, huu mlango unaweza kuwa mdogo. Sema kumbe ndio na matatizo, bora mimi huyu kwa ICU kabisa, na mashine inaanza kuzima, inapiga alarm. Matatizo, kila mmoja ana changamoto, inategemeana na changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ufalme wa shetani ukiingia, nuku, ufalme wa shetani ukiingia kwenye maisha ya Mkristo yoyote au mtu yeyote, jambo la kwanza anachoachilia hofu. Anaachilia hofu na mashaka, kutokuwa na confidence, kutokujiamini. So tayari yeye anapoanza anakuattack, anatumia nini? Hofu, uwe na mashaka. Lakini Biblia inazungumza, inasema kwamba yeye hana nguvu yoyote, huwa anaachilia hofu. Unajua utakufa, unajua unadaiwa sana, utafungwa, yaani watachakaza kila kitu cha kwako, watafanya hichi na lile. Sikia nikwambie, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Shetani ndiye aliyokwamisha hiyo mipango yako, amekwamisha hizo fedha zako, amekwamisha maendeleo yako, amekwamisha baraka zako, amekwamisha kila kitu cha kwako. Sikia nikwambie, mwana wa Mungu, kuna wakati akili yako iwe sio akili ya kawaida, iwe ni akili ambayo amegraduate na graduate ya kiroho. Uwe na CPA ya kiroho. Wale waliosema masomo hawaende, kuwa na CPA ambayo yani wewe hautetemeshi, hata kama dhoruba ikija hautetemeki. Utakuwa na huzuni kidogo kama mwanadamu, mwisho wa siku nasema kwenye moto Mungu upo. Kama Meshaki na Abednego walikuwa kwenye tanuru la moto, na wewe Mungu ulikuwa katikati yao, na ule moto hajateketea nao. Mimi sasa niko kwenye moto kama kwa Meshaki na Abednego. Sikia nikwambie, Mungu, huu ni moto lakini hautanimaliza. Kwa jina la Yesu nitatoboa, tabarikiwa. Watu wengi wako ndani ya moto wanakufa, so hawana imani, wana mashaka na hofu. Yuko kwenye moto wa magonjwa, yuko kwenye moto wa mapito, yuko kwenye moto wa kila mmoja na situation yake. Lakini sikia nikwambie, isiwe ni sababu ya wewe kuwa na mashaka. Kuna mtu anatamani kubebe mgongo, nielewe sawa sawa. Kuna vitu vingine wanafanya tu. Imani inayoharibu miungu, imani inayosababisha shetani anyamaze kimya, kwamba yani iwe shiwe iwe vipi, ninachojua kwamba Yesu yuko mbele, atanitetea, atakuongoza, atakupigania, atakuvusha. Usiangalie falme za ulimwengu wa giza, kwa sababu haya yanakutesa yamesababishwa na nani? Na shetani. Ukose furaha, ukose amani. Kila mtego ambao shetani amesababisha ushindwe kuomba kwa ufalme wa Mungu, unaondoka, unakuwa Ichabod. Vikaondoka leo kwa jina la Yesu. Haleluya. Biblia inasema jiwekee hazina yako mbinguni, huko ndiko tutakakomuona Bwana wa mabwana, huko ndiko tutakakaa milele na milele na Bwana wetu Yesu Kristo. Leo injili ya kanisa inahubiriwa ni habari ya watu kubarikiwa tu. Habari ya kwenda mbinguni haipo tena.
wanahubiri pokea magari, pokea majumba, sio vibaya, ila formula ya kiroho inatuelekeza ikisema, kwanza utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengine mtazidishiwa. Hiyo ndio formula ya kiroho, instruction yake. Kwanza Mungu kwanza, Yesu kwanza, Roho Mtakatifu kwanza, damu ya Yesu kwanza, afu mengine najua kwamba utalipa madeni, utalipa na mtaji, nitafungua na biashara, nitapata na afya. Hata kama kuna changamoto kwenye eneo fulani, leo natukana kana kama nimenuka, iko siku takuwa na smile nzuri, takuwa na baraka nzuri. Mungu, ninajua hichi ni kipindi ambacho kikombe lazima nikinywe, lakini itafika kikombe lazima kitaondoka kwenye maisha yako. Iko saa ya Bwana itafika, hicho kikombe kinachokutesa lazima siku kitaondoka. Jinsi ulivyo leo hutakuwa hivi kesho. Amen. Jinsi ulivyo sahihi, kesho wewe ni mtu mwingine. Ninaiona kesho ya mtu aliyebarikiwa. Lakini sharti kwanza utafute kwanza ufalme wa mbinguni, kuwa na mahusiano mazuri na Yesu. Amen. Nachukia watu wanaotamka na ni watumishi wa Mungu, nashindwa kuelewa. Katika ujenga ufalme wa mbinguni, wote ni ufalme huu mmoja. Mwingine anapiga mawe kwenye ufalme wa Mungu ule ule, anampiga mtumishi mwingine mawe, na hata wakati mwingine kusema maneno ya uongo ili aibike, na baada ya kuwaita watu fulani, usiende kule, hapa ndio kuna Mungu wa kweli, hapa tuna Yesu wa kweli. Lengo lake anachotaka ni orodha ya numbers iongezeke kwenye hilo kanisa lake, apate sadaka kwa maslahi yake, si kwa maslahi ya kujenga ufalme wa Mungu. Na yuko tayari kutamka maneno ya uongo. Lakini nataka nikwambie, mwana wa Mungu, ukipata neema ya kutumika, tumikie Mungu kama hujawahi kutumika tena. Mimi nakumbuka nilianza kutumika na Yesu nikiwa na miaka 7. Miaka 7. Ninaona vitu. Hata juzi nilikuwa nyumbani, sio unakumbuka? Unakumbuka? Kuna kitu likifukuzwa. Wakaanza kunikumbusha. Anasema, kakangu akawa ananikumbusha juzi, akasema, mimi najua huduma yako mdogo wangu. Nikaambia, ilikuwaje? Anasema, unakumbuka kwa kiamko siku unatupigia kelele, anasema wachawi hao wanakuja na mioto, wamekamata kama mwenge hivi, wanakuja na nyamkeni tukawapige. Kaka ananitandika, asema wewe una malaria, tulia. Naambia kaka, nimewaona. Haya, tumalize. Siku nyingine naona kuna vitu vya ajabu. Siku nyingine nikawapanga watoto, tunacheza mitoto, hii michezo ya kitoto. Mimi nilikuwa kazi yangu kama utumishi, ipangeni niwaombee, nikawapanga kuanzia huko. Nasema shindwa kwa jina Yesu. Niliposema mshinde, watu waliondoka chini. Mmoja kalipuka na mapepo, akawa anaambia kaka, akalipuka na mapepo, yeye ndio akanyanyuka. Sasa kwa mwinjilisti akaja akamwombea, yakatoka. Ila mimi nilishaenda mbugani kwenye ng'ombe, nimekaa huko, nimeogopa. Hivyo nazikele huyo, nikakimbia. Kwa hiyo Mungu huwa anamchua mtu. Hata wewe Mungu anajua ulichokibeba. Anajua ulichokibeba ndani yako ili kujenga ufalme wake. Anza kufanya cha Mungu kwanza ili akupe cha kwake, cha kwako. Usianze na cha kwako, anza na cha Mungu ili akupe cha kwako. Hiyo ndio formula ya Mungu. Fungu la 10 ni la kwako, nakupa Mungu. Kazi yangu ya limbuko la kwanza la mshahara, nakupa Mungu. Mzaliwa wangu wa kwanza namtolea sadaka, nampa Mungu. Si kana kwamba ataondoka, atakuwepo, lakini ni mali, yani anakuwa ni lango la wengine, baraka kupita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa
Kwa wana wa Mungu, tunaposema ufalme wa Mungu, lazima utumie gharama. Kwenye ufalme wa Mungu kuna gharama. Gharama ya kuacha dhambi, gharama ya kutafutwa na ulimwengu wa giza. Ukisimama vizuri, ndio na shetani anataka aje kuangushe, anatumia mawakala waje wakuangushe. Ukisimama vizuri, madhabahuni unakuta unapigwa na adui, anaweza kupiga, na hata wengine wachungaji anaweza kujeruhi moyo wako au mke wako au mume, ili kukiua kile cha Mungu kilichoko ndani yako, kuua kile cha Mungu ambacho umekibeba. Shetani anatafuta kila namna ya sababu, anapitia tatizo fulani ili kukutoa katika kusudi la Mungu. Unajiuliza, hata huyu mwana fellowship mwenzangu, kwa nini ananikwaza? Kwa nini ananiumiza? Maana katika ulimwengu wa roho, shetani ni mjanja sana, hujapata kuona. Lazima uzijue hila zake. Mimi kila jambo linapotokea huwa nahusisha maisha yangu na shetani. Ameingiaje na anatafuta nini? Huu ni mlango wa adui. Napaswa kushinda hii dhambi, napaswa kulishinda hili jaribu, napaswa kuvuka katika hili. Sitagombana na mtu, sitagombana na mtu yote, wala ninachotaka nalishinda lile jaribu. Kama shetani alikuwa ni sababu ya kukupiga ili akupate kwenye hiyo dhambi, tayari umesha escape. So unaweza kuwa unapigwa na majaribu, badala ya kuomba unaanza kulalamika. Tayari umepigwa, maombi yako yafiki, viwango vyako vya kiroho vinashuka, ibada yako inashuka, uwepo wa Roho Mtakatifu unashuka, huwezi kuomba tena. Maana kila wakati unaomba lakini majibu yako hayaji. Mwisho wa siku unaanza kuomba kawaida. Unapozidi kuomba unaomba vibaya, unapigwa zaidi. Au siku nguvu ya Mungu inaisha. Na watu wengi hawajui ufalme wa Mungu unashushwa mara 7 kwa siku. Namba zile 7 za Mungu na namba 3. Shusha ufalme wa Mungu. Mahali popote unasafiri, unaenda kwenye kijiji fulani, unaenda nyumbani kwenu huko kijijini, ulienda miaka mingi, alafu unaenda na udhaifu huo wa miaka 20 iliyopita, kulishabadilika, kuna falme nyingine. Njia ni zile zile, watu wamebadilika, wameenda kwenye falme nyingine. Si kila rafiki atakuwa na wewe, mwingine anaweza kabadilika akawa na ufalme mwingine, mkaanza korofishana. Sio kwamba ni nini, ni adui ameingiza mafarakano, mshinde kusonga mbele, ili msije mkafika kwenye kusudi. Mtu fulani anatafutwa ili asifike mahali. Kwa shetani anachofanya, analeta mafarakano kwenye ile familia, au kwa mke au kwa mume. Mume anaanza kukusumbua, unashindwa kuomba, anakusumbua, unakuwa unashindwa kuwa na breakthrough, ili kwamba kile ulichokibeba kiondoke. Sasa unapoenda mahali, mazingira yamebadilika, maisha yamebadilika, kila kitu kimebadilika. Au unahamia mahali hujashusha ufalme wa Mungu. Kwenye chumba cha mtu alilala, alikuwa anachoma udi, anafanya ibada, anaita majini, anapunga mapepo, unaenda kuhamia pale, hujaita ufalme wa Mungu mara 7 ushuke pale. Maana wanapoondoka wanaacha kwenye lile anga kuna ufalme. Kwa hiyo muhimu sana kwenye biashara yako, kila anayekuja anakuja na ufalme wake. Si kila atakaye kuja kununua kwako atakubariki, atasema nimepata bidhaa. Mwingine anaacha na hela yako na bidhaa amechukua, na anakuloga tena, anashusha ufalme wake kwenye ile fedha. Kesho mambo mateja wanakauka. Unajiuliza mbona wamekatwa ghafla? Kwa sababu ufalme wa shetani aliyekuja ana uchawi wa hila. Kila mahali anatamani aachie uharibifu. Sasa lazima kanisa la sasa tuwe na akili ya kiroho, si akili ya maombi tu. Akili ya nini? Na kujua njia za nani na adui, na mipango within, kati yetu, kati yako, kwenye ndoa, kwa watoto, kwa bosi wako, kwenye biashara yako, mahusiano kati na watu. Ukiona kuna changes,
Jiulize mara 7, kwa nini limetokea? Why? Kwa nini? Kuna reason. Iko sababu. Jambo litokee hivi hivi, linapokuja kwenye maisha yako lina sababu, kwa sababu limeelekezwa na ufalme wa giza ili kufanya disconnection ya mafanikio yako. Matatizo hayaji hivi hivi, yanakuja kwa maelekezo ya ulimwengu wa giza ili kuharibu maisha yako. Ile mission inafanyika. Nilikuwa naangalia kwenye mtandao, inatufundisha vitu vingi sana. Nikarudia kama mara 3. Kijana mdogo sana, nafikiri kama miaka 5, miaka 5 years au 6 au 7, kama miaka 8, 7. Nikawa namsikiliza pale, akasema mimi nilifundishwa uchawi nikiwa mdogo sana. Kwa naangalia jana juzi. Sasa uchawi wangu ulikuwa ni wa kwenda kuzimu. Tunaenda na bibi kuzimu. Afu uchawi wangu na bibi yangu wanaenda kwenye makanisa. Tukiona kanisa lina nguvu ya Mungu, tunaachilia roho ya mafarakano. Tukiona tumeshindwa ile madhabahu, tunaenda kutoa sadaka kwa shetani ili atuongezee nguvu tuje kuharibu ile madhabahu. Tunaachilia, tukija tunakuja kuweka roho ya uzinzi ndani ya kanisa, kwa mchungaji au kwa washirika au kwa praise team au mabiti na vijana waliko ndani ya kanisa, ili kuharibu ushuhuda wa ile kanisa lilokana hakuna Mungu, watu waondoke. Tutakuwa tumefaulu, tunapewa zawadi. Nikasema okay, sawa. Asante Yesu. Sawa. Asema tukiona tumeshindwa kwenye hilo eneo, tunaweka mafarakano kati ya mchungaji na washirika wake. Au tunaitoa nguvu ya Mungu. Au tunafanya praise team, kesho amekuja mmoja, kesho anakuja mwingine. Kesho amekuja huyu, kesho hawapo tena. Ili bali kwamba wasije wakawa na communication ya kumsifu Mungu. Kasema sawa. Jambo la pili, anasema huwa tunaingia kwenye nafsi ya Wakristo walioko kwenye hilo kanisa, kuwapandikizia kila atakayemuona, kama ni binti aonekane mrembo, apewe ujauzito, asije kanisani aibike, tumemaliza kazi. Anakuwa na mvuto wa kupendwa na kila mtu na kupewa gharama ya fedha yoyote. Kama hujajua akili ya shetani, lazima utambue. Akasema vingine, akasema tunatengeneza roho ya uharibifu, iwe ni kwa vijana wa kike, iwe ni wa kiume, iwe ni wa mama na wa baba. Kanisa tunaliharibu. Tukishaliua tena kupokea chetu zawadi. Na akasema kwamba kuna watumishi tunaenda nao kuzimu, ni wakala wetu, tunafanya nao kazi. Si kila mahali ambapo kuna injili ukajua ni ya Yesu Kristo, nyingine ni injili ya mchongo, kuzimu. Unanielewa mwana wa Mungu eh? Jambo lolote usichukulie poa mwanangu, yana sababu. Halijaje kwa bahati mbaya, aidha ufe au malizwe au aibishwe, ufedheheshwe au usonge mbele zaidi. Hata mabaya yanapokuja, yanakuja yamkini kukusogeza mahali pazuri zaidi. Hata kama kunakuwa na shida kwenye ofisi yoyote, watu wanaofanya kazi, iwe ni kwenye taasisi yoyote, kuna wakati unapewa, unaambiwa sasa ondoka, usilalamike, usione umeonewa. Kuna mahali Mungu ameona unacheleweshwa muda, kuna vingine vya cha zaidi kizuri kinaenda kufanyika. Kwa unarudia biashara mara 3 mara 7 inakufa. Mungu anakuambia achana na hiyo kitu. Kuna kingine Mungu anakuandalia, achana nacho, fikiria kingine, atakupa na nini, na mlango wa kufanya nini, wa kutokea.
Ufalme wa Mungu ukishuka ni raha sana. Kila kitu utakuwa unaelekezwa na Holy Spirit. Kila kitu utakuwa unaelekezwa na Roho wa Mungu. Huwezi kwenda kama kawaida, sababu unahusishwa ufalme wa Mungu. Kila jambo lolote linapotokea kwenye situation ya maisha yako, usijioje, muulize Mungu, kwa nini limetokea? Basi huu ni mkono wa adui, huyu ni Mungu anataka kunisogeza mahali, au nasikia msukumo wa kuacha kazi mahali. Unafanya kazi kwenye eneo fulani, muulize Yesu mara 7, muulize Roho Mtakatifu. Ukiona unaendelea kupata amani moyoni mwako na unasikia kabisa kuna njia ya kutokea, usiendelee kung'ang'ana pale, utakufa maskini. Maana Mungu anataka kukupa cha kingine zaidi ya hicho unachofanya. Na kitu kingine, jifunze kufanya vitu vyako mwenyewe. Jiajiri. Katika hicho kidogo susa ufalme wa Mungu. Mungu atasusa ile chupa ya mafuta, itaongezeka. Nenda Kariakoo, kuna fursa nyingi niliwaambia wapendwa, nyingi mno. Kienda Kariakoo kutembea, wewe vaa tu pana mbadala, nenda ukatembea Kariakoo. Na kama upajui, mwambie mtu ende naye mkazunguke kule. Mwingine anaweza kapotea Kariakoo, lakini anapotea Kariakoo. Anatangazwa ITV jioni. Kila ukienda hivi na magorofa yanafanana. Kila ukienda hivi magari yote ya rangi moja, afu yote yanaenda pande moja. Mwambie rafiki yako, mwambie ndugu yako, twende tukasurvey Kariakoo, tukaangalie fursa. Mabiti mmekaa, tafuteni fursa za kufanya. Nenda Kariakoo, angalia vitu. Pata mtaji wako watu 100,000 hata 60,000. Nenda kaangalie. Unaweza kupata underwear za wadada kama wewe, wazuri sana za kisasa. Kila ukipita na kuzia 5,000 hapa. Wamenunua shilingi ngapi kwa jumla? Labda 20,000 dazani moja. Unatembea na body spray kwenye begi lako. Hii ni nzuri, hebu sikia nzuri. Shilingi ngapi? Shilingi 10,000. Wamenunua shilingi ngapi? 3,500. Ni kitu unachotembea nacho. Sio tunaelezana habari za kwenda mbinguni, lazima na maarifa ya kimwili tupeane. Amen. Jamani, mimi huwa ni mjasiriamali. Naitoka na marafiki zangu, anaambia naomba utupe ushauri tufanyaje. Na nikimpa ushauri nasema mtu atoboe. Naambia tuweke mambo ya kiroho pembeni, afu tuongee hili, afu tutajikurudi na mambo ya kiroho tunachanganya, afu uende. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu anamtaji, ana fedha yake, amelipwa mshahara, haizalishi, imekaa tu. Anaiangalia na ila, tena anaiangalia anadokoa kidogo kidogo. Itaisha kesho kuta, ikiisha naanza kuteseka. Pata fedha, zalisha fedha. Na mkono wa Mungu ukiwa pamoja na wewe, hutafeli, hutapoteza. Lazima ufanikiwe tu. Eneo jingine la mwisho kuhusu ufalme wa Mungu, jiwekee hazina yako mbinguni. Jiwekee hazina yako mbinguni. Ndipo Mungu atashusha baraka zako. Jambo la mwisho la kukuadvise, usiishi maisha ya kinyonge. Ishi maisha ya kishua. Hata kama una fedha, onyesha jeuri ya Yesu kwamba fedha unazo. Katika ulimwengu wa roho zipo. Yaani unakuwa mnyonge mpaka watu wanakuona umeishiwa. Piga pamba, pendeza. Unakopesheka, alafu ukirudisha unakuja kuwakopesha wewe safari hii. Nendeni mkafanye studies za maisha kuhusu ufalme wa Mungu. Tunaposema ufalme wa Mungu ni kula na kunywa, amesema ili aibariki kazi ya mikono yako. Tafuta mtaji, nenda Kariakoo, nenda ukatembee, mkafute fursa. Nendeni. Siku moja nitakuja nitoe hili somo, afu watu waniletee, mimi nimefikiria hichi na hivi, na kwamba hapo umekosea, hapa fanya hivi. Haleluya. Amen. Nenda mahali, tengeneza fursa zako, jifunze kutunza. Hata kama uko chini ya mtu sahihi,
anza kumeki. Nilikuwa naongea na kijana mdogo sana, yuko form 3, form 2. Anasema mimi sitegemei hela ya baba na mama ya nini? Ya pocket money ya nini? Ya shule. Anasema naendaga kwa Wamasai, nachukua vile vishanga, nachukua na ule uzi nimejua kushona, mimi ni mtundu, naingiza Tereza kacha, afu naika za msalaba, afu naziombea. Kila atakayepata awe na baraka na Mungu ambariki. Nikienda kwenye begi langu la shule, tukiwa tunarudi, nazitoa wananipa badala ya kunywa Pepsi, hiyo mimi ananipa hiyo shingapi? 3,000. Nimekuja na fungu la 10 mtumishi, hapa na fungu la 10 30,000. Kapata shingapi? Shingapi kapata? 300,000. Na anasema nimezisave, nimetunza mahali. Asema mimi ninajifunza maisha ya kwanza kujifunza sahihi, ili baadaye nisije kuwa kuwategemea wazazi. Biblia inasema lazima mindset yako ibadilike, mtazamo wako ubadilike. Ukiona ufalme wa shetani na kuzinguo, hebu achana nao kabisa. Simama na Yesu, kila kitu kabidhi kwa Yesu, mapito yako kwa Yesu. Mimi nikienda pale Kariakoo ya mwisho, naangalia makava ya simu mengi ya aina nyingi, na simu, kuna duka la simu za jumla, visoswadu hivi, makava, protector. Naona ni fursa kubwa sana, fursa kubwa sana. Naiona simu yako imebanduka, Mungu tu amenipa uchungaji amani tu na shito hiyo vingine. Nakwambia lete na ibadika na nipe hela. Tafuta eneo hata Marogo kwa imani, nenda pale. Nenda ukaulize chumba kwa imani, shilingi ngapi hapa kwenye frame? 50,000 kwa mwezi. Naomba nikulipe miezi 6. Afu una hata 100. Afu rudi magotini mwambie Yesu, nipe hela yangu na mtaji. Mara ghafla imani tendayo kazi inasababisha wewe unaenda kupata fedha na ufalme wa Mungu unashuka katikati yako. Unasema unajua nilianza kama naigiza. Ukaangalia wenzetu Wachaga huwa wanaanza kama wanaigiza. Anamwambia rafiki yake, nipe milioni 2 azee. Afu anaangalia fursa. Anafungasha mzigo anapeleka Moshi. Unapeleka kijini kwenu, kama kule Singida kwetu kuna fursa nyingi. Naziangalia waziwazi, naona hela ipo. Unaenda Kariakoo unafungasha nguo ya watoto ile ambayo imekuwa rejected, ambao wamefanya kama imetoa wakati mzuri kabisa. Nenda kwenu Kigoma. Wakati unavuna mawese, wakati wa kuvuna alizeti huko nyumbani, ndio kipindi cha hela. Piga kipindi hicho, piga ruti zako. Namwaga mzigo, kipata mtu mwaminifu, fungua duka pale, unajaza mzigo, wanaendelea kukuuzia watu wa nyumbani kwenu. Maisha yanaendelea, unapeleka kila wakati unasafiri. Mwisho siku unakuwa ni mfanya biashara kimataifa. Kwa naongea na binti moja juzi, tulikuwa na ghafla. Yeye kuomba maombi mahali, akaniambia mtumishi, huwezi kuamini. Siku ya leo kwa na kuwaza afu umekuja kwenye hii familia. Nikamwambia kwa nini umepotea, tulikuwa tekao. Asema naomba nimpe direction. Asema jambo la kwanza ushuhuda, nataka nikupigie simu. Uliniombea taanza kusafiri kwenda. Kwanza uliniombea mara ya kwanza tapata kazi kwenye shirika la kulipwa dola. Nilicheka sana madhabahu tukiwa kao. Nikasema hamna kitu. Dada hapa mchungaji Messi anajua. Tukamwombea apate ile kazi. Alipopata ile kazi ya shirika la kimataifa, akaanza kupata dola. Afu kaenda kusali sehemu nyingine, akasema akatoa sadaka kumshukuru Mungu kule. Mchungaji wako anakuombea unabarikiwa, afu anaenda kutoa sadaka kwingine. Kwa sababu hujajua asili ya ile madhabahu iliyokupa ile motivation au kupa baraka zako. Akaenda kule, alipoenda kule ametoa. Baada ya muda fulani akakosa furaha, akakosa amani. Akarudi akaja kuniambia, nimekosea. Nini? Aha, sawa. Asema mtumishi nakuja.
Aliposema anakuja, akaondoka Juba. Nikamwambia kwenye hiyo kazi najua utakaa kwa muda, utaondoka. Mungu ananionyesha baada ya hiyo kazi kuisha, unasafiri kwenda China na Uturuki kwenda kuchukua nguo na kufanya biashara za kwako. Akacheka akasema, mtumishi, uliniambia kile nikafanya makosa, unaambia na hichi ni kizuri na kile kilikuwa kizuri, sikurudi tena madhabahuni, sijui shetani. Nikamwambia Mungu anachoniambia ni hicho, wewe nenda. Sasa juzi tumekutana, akaniambia, mtumishi, kile cha mwisho ulichoniambia kwamba nasafiri hivi Jumatano, nasafiri kwenda China kwenda kubeba mzigo. Anasema naenda kubeba kontena la nguo la kuuza kwenye maduka Kariakoo. Anasema sasa nina fedha mtaji mpaka milioni 300. Milioni mia ngapi? 300. Anasema namna ambavyo nimepata hii fedha sikuelewa. Kwa wapendwa, nataka nikwambie kwamba shusha ufalme wa Mungu, anza kuona fursa za kiroho, anza kuona Mungu anakuwezesha, anza kuona wewe utamiliki na kutawala. Kama huna future ya kuwa na gari, utakuwa nalo milele na utapanda, utaishia kwenye daladala na kubolti ujui. Angalau upande hata este kubolti ujui. Si roho ile yako wenyewe kuweka mimi niweke, hata wataenda kuniuza, watanipoteza baby. So kule, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kile ambacho unakipanda ndani yako, mbele unaona magari, unaona nyumba nzuri, unaona mume mwema, unaona nyumba yako, ile ukishia kwenye mawazo ya chumba kimoja utakaa hapo. Niulize mimi na chuo nilikotoka. Kile kuelekea kwenye chumba mimi nakukanyaga wewe chumba kimoja, na kukanyaga. Sitaki kukaa hapa kwenye chumba kimoja. Maisha yangu baadaye nipe na jumba. Sijaoa. Nilianza preparing. Maombi ya maandalizi ya kushusha ufalme wa Mungu unaanza mapema. Kama wewe ni mwanafunzi, anza kuomba mapema. Ukimaliza graduation yako ya chuo kikuu upate kazi, unaanza nao. Ni kijana, mume anaanza kuombewa saizi ukiwa binti. Hata ukiwa shule, mwambie Mungu atakaye kuja mbele yangu mimi sijui ni miaka 20 ijayo, miaka 10 ijayo, mimi Mungu niandalie kilicho bora. Wengine wanakurupuka asubuhi, kumekucha, shuka lipata. Ndio amemaliza degree yake, anatafuta kazi na vyeti vyake, lakini hakuwahi kuomba. Ndio anaanza kutafuta watumishi niombe. Kwa kila kitu ni preparing. Maandalizi ya leo kuiona kesho yako yanaanza leo hii. Hata kama hiyo ndoto sio ya kwako, ile iko siku itakuwa saizi yako, ya nyumba, ya gari, ya biashara kubwa, ya kutawala na kumiliki. Anza kuona future yako to be. Who are you? Wewe ni nani? Utakuwa nani? Ilo kilalo kaamka kwenye chumba hicho, utaenda kwenye chumba cha chumba na sebule na makochi, utafurahia. Asante Yesu, nimepata chumba na sebule. Anza kuona miliki ardhi yako kwa jina la Yesu. Miliki cha kwako kwa jina la Yesu. Miliki na kutawala kwa jina la Yesu. Miliki fedha kwa jina la Yesu. Miliki baraka za kiroho na za kimwili kwa jina la Yesu. Na hatimaye kuona uzima milele. Simama tuombe. Mungu wa mbingu na nchi, asante kwa ajili ya Jumapili ya leo. Somo lenye baraka, somo la kushusha ufalme wako. Ninaomba ufalme wako ushuke. Sema, Bwana Yesu, ninakuita kwenye maisha yangu. Ninaomba ufalme wako ushuke katika maisha yangu. Ufalme wako Yesu ushuke katika maisha yangu. Ufalme wako Yesu, ufalme wa afya njema kwenye nyumba yangu. Ufalme wa kuwa utajiri na heshima kwenye nyumba yangu. Ufalme wa kumiliki fedha ushuke kwenye nyumba yangu. Ufalme wa kuwa na afya njema mimi na nyumba yangu ushuke katika familia yangu. Ufalme wako Yesu wa biashara kubwa, wa kupata kibali, wa kumiliki makubwa na madogo ushuke kwenye maisha yangu. Ule ufalme wa shetani ninaukemea. Matatizo ondoka, matatizo ondoka, matatizo ondoka, majaribu
tunafukuza ufalme wa shetani. Sema 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 sema. Na majeshi yake na mizimu na uganga na uchawi wa shirikina, wengine wamilikiwa na mizimu inawatesa. Fukuza mizimu, fukuza mizimu ewe yako ufalme wa shetani. Fukuza fukuza ewe mizimu, ewe uganga, ewe tambiko, ewe ushirikina, ewe mauti, ewe umaskini na ufukara na magonjwa, vifo kabla ya kusi ya pati. Tunafukuza, 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 tunafukuza kila mauti, kila magonjwa, tunafukuza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Fukuza madeni, fukuza madeni, fukuza uharibifu, fukuza upotevu. Endelea kuomenena kwa masinyamazi. Fukuza kila kitu nyamazi. Fukuza kila chochote. Fukuza kila madhabahu. Fukuza kila ufalme. Fukuza kila roho. Fukuza kwa damu ya Yesu. Fukuza majaribu. Fukuza hiyo mauti. Fukuza maneno aliyokunenea. Yafukuza na kuyafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Iwe ni wanadamu, iwe ni wachawi, iwe ni ushirikina, iwe ni yote alinena maneno kwenye maisha yako, ninayafukuza, tunayafukuza, tunayatoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake. Kemea, 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 kemea. Usinyamaze kimya. Waambie ufalme wa shetani ukuachie. Yaani waambie yatosha. Ufalme wa madeni, ufalme wa mateso, ufalme wa magonjwa, kudharaulika, kuchekwa. Iko damu ya Yesu, iko damu ya Yesu, iko damu ya Yesu. Ikanene mema Bwana, ikanene mema Bwana. Damu yako Yesu, ikanene mema Bwana. Hiyo damu ya Kalvari, hiyo damu ya ushindi, ikanene mema Bwana. Hiyo damu ya Kalvari, hiyo damu ya ushindi, ikanene mema Bwana. Hiyo damu ya Kalvari, hiyo damu ya ushindi, ikanene mema Bwana. Hiyo damu ya ushindi, hiyo damu ya Kalvari inene mema sasa. Leo tunavunja kila roho, tunavunja kila roho, tunavunja kila roho, vunja madhabahu zao, vunja uganga wao, vunja ufalme wa shetani. Tunavunja kila ufalme na majeshi yenu na magonjwa yenu na uharibifu wenu. Piga kolimangano, piga kila roho iliyoingia ili kuzuia kusudi la Mungu, kwa maana wa Mungu amekuwa anapita kwenye magomo. Piga hizo roho, piga hizo roho, piga hizo falme ambazo zina sababu, zimeingia kwa sababu ili kutesa maisha yake. Piga kolimangano wa roho, piga ufalme wa uganga na wachawi wanaekuja kwenye hicho chumba, wanaingia kwenye hiyo nyumba, wanaingia kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo ndoa kwa watoto. Tunavunja huo ufalme, utuachie huo ufalme wa giza. Waefeso 6:12, maana kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Ya masaka, vunja 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 vunja, vunja mapepo, vunja mapepo yaliyotumwa yanayokushambulia. Tunapiga mapepo yaliyotumwa kwenye uchumi, yaliyotumwa kwenye afya, yaliyotumwa kwenye ndoa, yaliyotumwa kwenye fedha na utajiri. Mapepo yaliyotumwa kuaibisha na aibu, piga mapepo ya aibu, piga mapepo ya aibu yaliyotumwa. Piga roho ya aibu kwenye madhabahu ya Bwana, piga roho ya aibu kwenye nyumba yako, piga roho ya aibu. Kila roho iachie kwa damu ya Yesu, kila roho iachie kwa damu ya Yesu, kila roho iachie maisha, kila madhabahu iachie maisha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo damu ya Kalvari, hiyo damu ya ushindi, hiyo damu ya Kalvari ikanene mema, ikanene mema, ikanene mema. Damu yako Yesu ikamtetee Bwana. Hiyo mauti iondoke, hiyo mauti ya kiuchumi, hiyo mauti ya kiroho, toka na uachie, toka na uachie. Ewe mauti, wapi kushinda kwako? Piga roho za mauti kwenye familia zetu, piga roho za mauti kwenye familia zetu. Kila mauti ya kiuchumi, mauti ya kiroho, tunapiga kwenda matamani, tunapiga kila ufalme, tunapiga kila mamlaka. Achia maisha yake, achia watoto wake, achia masomo ya watoto, achia biashara yake. Fungua fursa mpya kwenye maisha yake, weka akili mpya ndani yake, akili ya kumiliki na kutawala kifedha, kiuchumi na kiroho, kwa jina la Yesu. Damu yako Yesu inanena mema, damu ya Kalvari, damu ya ushindi,
Ikanene mema Bwana, ikanene mema Bwana. Sisi tunamiliki pamoja na Mfalme. Baba, watoto wako wako mbele zako. Inaachilia kumiliki na kutawala kiuchumi na kiroho. Inaachilia kumiliki na kutawala. Naachilia kumiliki na kutawala. Naachilia kumiliki na kutawala. Naachilia kumiliki na kutawala kwenye maisha yako. Ninafuta kila maneno yote yaliyokunenea. Ninaachilia breakthrough ya Bwana. Hicho alichokupanga kisikupate kwa damu ya Yesu Kristo. Walilopanga lisikupate, walilolipanga lisikupate, walilolipanga lisikupate, walilolipanga lisikupate kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Inaachilia neema ya Bwana kwenye maisha yako katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu umeshuka ndani yako. Amen.